Hujambo na karibu katika makala ya yaliyojiri wiki hii, na miongoni mwa matukio makubwa ya juma hili msikilizaji ni pamoja na waziri wa habari na mawasiliano wa Burundi Gabi Bugaga kukutwa akiwa amefariki huko Bujumbura, Burundi. Wiki hii katika Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, DRC iliitaka Rwanda kuwaondoa wanajeshi wake katika ardhi yake, huku Rwanda ikiitaka Kongo pia kuwashughulikia wapiganaji wa FDLR. Rais wa Kenya William Ruto na swala la mafuta akiahidi kulivalia njuga. Tutaangazia hali ya siasa za Tanzania katika chama cha Chadema, maadhimisho ya miaka mitatu tangu vita vya Sudan kuanza, lakini pia ziara ya kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 kule Cameroon, na nchini Benin Ronald Wadanyi kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa urais, na hali kule Iran, pia mazungumzo kati ya Israeli na Lebanon. Kwa hayo na mengine zaidi msikilizaji, na kusihi kujumuika nami hadi tamati ya makala hii yaliyojiri wiki hii. Naitwa Ruben Lukumbuka. Msikilizaji, makala hii leo itaanzia nchini Burundi, ambako wiki hii waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari Gabi Bugaga alipatikana amekufa siku ya Alhamis alfajiri karibu na Bujumbura, katika kile ambacho serikali imekielezea kama ajali. Waziri huyo alipatikana kando ya gari lake, na maelezo ya serikali ya Burundi kuhusu ajali mbaya hayaonekani kuwa ya kushawishi kabisa, kwani maswali kadhaa bado hayajajibiwa. Ali Bilali na maelezo zaidi. Licha ya serikali kutoa taarifa rasmi na kueleza kuwa kifo cha waziri huyo kimetokana na ajali ya ghafla, sauti zimekuwa zikiongezeka zikitaka uchunguzi huru ufanyike, ikiwa ni pamoja na ule kutoka kwa mashirika ya haki za binadamu. Mwili wa Gabi Bugaga ulipatikana kwenye umbali wa kilomita 10 kaskazini mwa jiji la Bujumbura, katika shamba la mitende la Kivoga, kwenye barabara ambayo haitumiki sana usiku. Katika picha zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii na kuthibitishwa kuwa halisi, zikimwonyesha waziri huyo amekufa akiwa amevaa fulana, huku akionekana amelala kwenye kiti cha mbele. Jeraha kubwa limeonekana kichwani, huku gari lake likionekana kuwa salama. Kuhusu gari hilo jeusi la kubebea mizigo, kuna uharibifu ulioonekana nyuma na upande wa kulia. Maswali mengi yameibuka kwenye mitandao ya kijamii, hasa kuhusu uwepo wa waziri katika barabara hiyo wakati wa usiku sana, na hasa uwepo wake peke yake bila dereva au walinzi. Tarehe ya mazishi bado haijatajwa. Tukiwa bado nchini Burundi, wiki hii mahakama ya rufaa ilitoa uamuzi wa kumhukumu kifungo cha miezi 6 jela mwanahabari Sandra Muhoza, kifungo ambacho hata hivyo ameshakitumikia kwa kuwa amekuwa akizuiliwa kwa zaidi ya mwaka mmoja tangu alipokamatwa. Undani wa taarifa hii na Victor Moturi. Muhoza, ripota wa chombo cha habari cha La Nova Burundi, amekuwa akituhumiwa kushirikisha taarifa za siri kwenye makundi ya mtandao wa WhatsApp. Katika uamuzi wake, mahakama ilimwondolea shtaka la kutaka kutatiza usalama wa taifa, lakini ikakataa kufuta kosa la kueneza chuki, kosa ambalo adhabu yake ni ndogo ya hadi kifungo cha miaka 2 jela. Shirika la kimataifa la wanahabari wasio na mipaka RSF limekaribisha uamuzi huo wa mahakama, likisema tangu awali mwanahabari huyo hakupaswa kuwa anazuiliwa kwa makosa ambayo hayakuwa na msingi wowote. Sandra Muhoza alikuwa mwanahabari pekee mwanamke aliyekuwa akizuiliwa kwenye eneo la kusini mwa nchi za jangwa la Sahara. Burundi inatajwa kuwa miongoni mwa mataifa ya Afrika ambayo uhuru wa maoni na vyombo vya habari umeendelea kuminywa, licha ya ahadi ya Rais Evariste Ndayishimiye kuwa angeruhusu uhuru wa wanahabari. RFI Burundi, Mlima Mutumba 99.5 FM. Na sasa tuingie katika nchi jirani hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako siku ya Jumatano ya wiki hii wajumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa walionyesha kutiwa hofu na utovu wa usalama unaoendelea kushuhudiwa mashariki mwa DRC na ukanda wa nchi za maziwa makuu, na kutotekelezwa kwa maelewano ya kusitisha vita kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo FARDC. Rwanda na DRC kwa mara nyingine ziliendelea kulaumiana kuhusu kuzorota kwa usalama
mashariki mwa DR Congo. Naibu balozi wa Rwanda kwenye Umoja wa Mataifa Robert Kayinamura aliishutumu DRC kwa kuendelea kuwalinda waasi wa FDLR na kuwabagua, pia kuwashambulia watu wa jamii ya Banyamulenge. Tunashuhudia ongezeko kubwa la matamshi ya chuki na machafuko dhidi ya jamii ya Wakongomani yenye asili ya Rwanda, hasa Banyamulenge. Kuwabagua na kuwaona kama wageni ni suala ambalo linarudisha nyuma jitihada za amani na ushirikiano kwenye ukanda wetu. DRC nayo kupitia mwakilishi wake Zeno Mukongo Ngai ilikanusha madai hayo na kutaka wanajeshi wa Rwanda RDF kuondoka mara moja katika ardhi ya nchi yake ili amani irejee. Anazungumza Banyamulenge ni Wakongomani, sio Wanyarwanda, kwa sababu tu wanaonekana kwamba Wanyarwanda. Wanafikiri wana haki ya kuingia katika ardhi ya DRC ili kutoa ulinzi. Haya ni maajabu sana. Ukweli unafahamika. Wanalenga tu kuchukua rasilimali za DRC. Hatutaendelea kunyamaza. Ni sauti yake balozi wa DRC kwenye Umoja wa Mataifa Zenon Mukongo Ngai. Na kwa muktasari tu msikilizaji, ni kuwa waasi wa AFC M23 na serikali ya DRC juma hili walitia saini utaratibu mpya wa ufuatiliaji wa kusitisha mapigano ambapo wamekutana nchini Uswizi. Mpango huu sasa unaunganisha pande zote mbili kwenye mzozo ili kuthibitisha ukiukwaji kwenye uwanja wa mapambano. Fauka ya hayo, waasi hao wa M23 na serikali ya DR Congo wamekubaliana kuhusu kubadilishana wafungwa ndani ya siku 10, lakini pia kuachia njia kwa mashirika ya kibinadamu kujishughulisha na matatizo ya kibinadamu yanayowakumba raia wa eneo la mashariki mwa nchi hiyo. RFI. Wiki hii rais wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso mwenye umri wa miaka 82 akiwa na miaka 41 madarakani aliapishwa siku ya Alhamisi ya Aprili 16 kwa muhula wake wa 5 mfululizo. Sassou Nguesso alichaguliwa tena kwa asilimia 94.90 ya kura katika uchaguzi wa urais uliofanyika Machi 15. Sherehe za kuapishwa kwake zilifanyika katika uwanja wa Kintele, kitongoji kilichopo kaskazini mwa Brazzaville, mbele ya mamia ya maelfu ya Wakongo na takribani wakuu 10 wa nchi za Afrika, wakiwemo Rais Evariste Ndayishimiye kutoka Burundi, Paul Kagame wa Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi kutoka DRC. Katika hotuba yake, Nguesso aliwataka vijana kufanya kazi kwa bidii na kuwa wanyenyekevu. Sassou Nguesso alichaguliwa chini ya kauli mbiu tuendelee na harakati kuelekea maendeleo. Na katika hotuba yake, Denis Sassou Nguesso alisema, vijana wa Kongo, nyinyi ni hatma ya Kongo, mustakabali ambao unaashiria ya sasa. Kinachofanyika leo kinakuja kabla ya wakati kwa kile ambacho mnatarajia kufanya kesho. Hivyo kuna umuhimu wa kulijua taifa, kulipenda na kujua historia yake. Ni sauti yake rais mteule wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso. Rais wa Kenya William Ruto juma hili aliidhinisha mswada wa marekebisho ya ushuru wa ongezeko la thamani VAT wa mwaka 2026, sheria ambayo sasa itapelekea kupungua kwa bei ya bidhaa za mafuta kutoka asilimia 16 hadi asilimia 8, hatua inayolenga kupunguza makali kwa raia kutokana na ongezeko la bei ya mafuta. Wabunge waliwasilisha, kujadili na kupitisha mswada huo siku ya Alhamis bila marekebisho, wakisisitiza uharaka wa kudhibiti bei ya nishati hiyo. Charles Karisa ni mchambuzi wa masuala ya uchumi akiwa Kenya,
aliweka neno. Italeta afueni kwa sababu gharama ya kufanya biashara, gharama ya kutekeleza katika sekta ya unyunyuzi ama manufacturing, sekta ya kawi. Kwa hivyo huenda ikaleta afueni sekta ya electricity. Maana tunajua kwamba kawi ni muhimu katika kiwango chochote kile cha production. Kwa hivyo ndio italeta afueni, lakini nadhani kwamba tukipiga hizo hesabu, sijapiga hesabu mimi mwenyewe, lakini afueni hiyo sidhani kwamba itakuwa kwa muda mrefu. Maana nadhani kwamba alizungumza kwamba hiyo itakuwa ni miezi mitatu kama sijakosea. Kwa hivyo lazima tuweke solution ya kudumu, hususan sekta nyingi sana zinawiri. Ni mtazamo wake Charles Karisa, mchambuzi wa masuala ya uchumi akiwa Kenya. Wiki hii mahakama ya rufaa nchini Tanzania ilitupilia mbali uamuzi wa mahakama kuu iliyozuia chama kikuu cha siasa nchini Tanzania cha Chadema kufanya shughuli za kisiasa, amri ambayo ilikuwa imedumu kwa karibu mwaka mmoja. Naibu mwenyekiti wa chama hicho John Heche aliwataka wafuasi, wanachama na viongozi kuanza tena shughuli za chama cha Chadema kote nchini. John Heche: Chadema inabeba ajenda ya rasilimali zetu kutumika kubadili maisha ya watu, kila mtu awe na uchumi. Chadema inabeba ajenda ya vijana wetu kupata ajira kwenye nchi hii. Unapojaribu kuua hiyo ndoto ya Watanzania kujipatia maisha bora, Watanzania watakushughulikia na hawatakubali. Ndio maana katika kipindi hiki cha ukimya wa siku 310 nchi yetu imekuwa na matatizo makubwa sana. Mbali na kauli hiyo ya makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema, ifahamike kuwa amri ya kuzuia chama hicho kufanya siasa ilitolewa baada ya baadhi ya waliokuwa viongozi wa chama hicho kufungua kesi mahakamani kupinga ugavi wa rasilimali za chama upande wa Zanzibar. RFI. Msikilizaji, tarehe 15 mwezi huu wa Aprili ilikuwa ni siku ya Jumatano ambapo mamia ya raia wa Sudan wanaoishi nchini Kenya pamoja na mashirika ya kutetea haki za binadamu walikusanyika katika bustani ya Uhuru kwenye jiji la Nairobi nchini Kenya kuadhimisha miaka mitatu ya vita vinavyoendelea nchini Sudani. Mwandishi wetu Victor Moturi alihudhuria na kutuandalia ripoti ifuatayo. Mmoja baada ya mwingine, raia hao waliwasili katika bustani hiyo wakiwa na mabango ya kulaani mzozo unaoendelea nchini mwao. Nadal na Salia ni baadhi ya walioshiriki. Naomba kukomeshwa kwa vita nchini Sudan. Kwa hakika hali si nzuri. Watu wengi wamekimbia Sudan. Ninataka kurudi nyumbani. Nimekasirishwa sana. Ninapenda nchi yangu na kuishi huko. Tafadhali komesha vita. Tangu kuanza kwa vita hivyo mwezi Aprili mwaka 2023, takriban watu 1150 wamefariki na mamilioni ya wengine wamelazimika kuyahama makazi yao. Familia zetu na baadhi ya jamaa zetu waliuawa na majanga mengi ya kibinadamu yametokea. Mashirika ya kijamii yamezitaka pande zinazozozana kusitisha mapigano na kutafuta suluhu kupitia mazungumzo. Flavia Mangovia ni afisa wa shirika la Amnesty International. Ukiangalia hii region ya Afrika, tuko na Sudan, kuna Ethiopia, tuko na DRC, na sasa kuna Iran kule, kuna Gaza. So imekuwa ni kama tunapigania kuona nani atapata hiyo nafasi ya kusikizwa. Kwa upande wake, mwanaharakati wa haki za binadamu Hussein Khalid wa Vocal Africa ameelezea wasiwasi kuhusu mchango wa mataifa ya nje katika kuchochea mzozo huo. Kusikia kwamba Kenya inasaidia baadhi ya wale wanaopigana, kusikia Kenya inapeana passports ni jambo la kusikitisha sana. Nchi ya Kenya, Uganda na Sudan Kusini ni miongoni mwa mataifa ya kanda ambayo yametoa hifadhi kwa mamia ya raia wa Sudan waliokimbia mapigano. Victor Muturi, Nairobi, RFI Kiswahili. Na katika mataifa ya Afrika Magharibi na Kaskazini, tukimulika tochi yetu huko Kamerun ambako kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 alitoa wito wa amani kwenye eneo la Bamenda nchini Kamerun ambalo kwa miongo kadhaa raia wake wamekuwa wakishinikiza kujitenga na Yaounde. Akiwa chini ya ulinzi mkali wa jeshi la serikali, Papa Leo wa 14
alihutubia maelfu ya raia waliojitokeza kumlaki, ambapo alirejelea tena wito wake wa amani. The masters of war pretend not to know. Wakubwa wa vita hujifanya hawajui kwamba inachukua muda mfupi tu kuharibu, lakini mara nyingi kujenga maisha upya hakutoshi. Wanapuuza ukweli kwamba mabilioni ya dola hutumika katika mauaji, uharibifu, lakini rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya afya, elimu na urejesho hazipatikani popote. Wale wanaoiba rasilimali za ardhi yao kwa ujumla huwekeza sehemu kubwa ya faida katika silaha, hivyo kuendeleza mzunguko usio na mwisho wa uharibifu wa kifo. Ni ulimwengu uliopinduliwa, unyonyaji wa uumbaji wa Mungu ambao lazima ulaaniwe na kukataliwa na kila dhamira ya kweli. Ziara ya Papa Leo wa 14 nchini Kamerun ni ya 4 kufanywa na kiongozi wa juu wa kanisa hilo tangu alipofanya hivyo Papa Benedikto wa 16 mwaka wa 2009. Aidha, kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani siku ya Ijumaa aliongoza misa maalum kwenye jiji la Douala, misa iliyohudhuriwa na maelfu ya waumini, ambapo kiongozi huyo alitoa wito wa umoja na maridhiano. Juma hili mahakama nchini Afrika Kusini ilimhukumu kifungo cha miaka 5 jela kiongozi wa upinzani wa chama cha The Economic Freedom Fighters EFF Julius Malema baada ya kumpata na hatia ya kufyatua risasi hewani miaka 8 iliyopita. Malema hata hivyo aliachiwa kwa dhamana aliyokuwa amepewa awali, ambapo alikata rufaa kupinga uamuzi wa jaji Twanet Olivia aliyedai anatumiwa kisiasa. Tunapigana na adui na lazima tupigane na kila kitu. Dakika 2 lazima wakuone hapa, dakika 2 lazima wakuone upande wa pili. Hiyo ndio nguvu ya EFF. Tunajiandaa kutoka kila kona kwa sababu tunapigana na adui, na adui ni wazungu wanaopinga utawala wa sheria. Tunaweza kukuambia sasa, hakuna jaji mwenye busara atakayekubali kwamba eti mtu afyatue risasi moja kisha ahukumiwe kifungo cha miaka 5 jela. Malema alishtakiwa kufuatia tukio la mwaka wa 2018 wakati wa maadhimisho ya miaka 5 ya chama chake, ambapo alifyatua risasi hewani akidai ilikuwa ni sehemu ya kusherehekea. Nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, ikiwa ni zaidi ya wiki 2 tangu kuapishwa kwa Rais Faustin Archange Touadera, upinzani chini ya mwavuli wa vuguvugu la kulinda katiba BRDC waliukosoa utawala wake wakisema nchi inazidi kutumbukia gizani. Kwengineko duniani wiki hii, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema kuwa mlango bahari wa Hormuz, njia kuu ya biashara ya dunia, utabaki wazi mradi tu usitishaji wa mapigano kwenye eneo la Mashariki ya Kati utadumu, tangazo lililopokelewa vizuri na Washington. Kutufahamisha zaidi, huyu hapa Emmanuel Makundi. Punde baada ya tangazo la waziri Abbas kupitia ukurasa wake wa kijamii wa X, rais wa Marekani Donald Trump alilipokea kwa mikono miwili, lakini akasisitiza kuwa jeshi la nchi yake litaendelea kuzuia meli zinazoingia na kutoka kwenye bandari za Iran hadi pale mkataba wa amani utakapopatikana. Tangazo la Iran linakuja wakati huu hivi leo viongozi wa Ufaransa, Uingereza na Ujerumani wakifanya mkutano na nchi washirika kutafuta namna bora ya kuhakikisha eneo la bahari la Hormuz linakuwa wazi kwa biashara za kimataifa. Tangu Iran itangaze kudhibiti eneo hilo, ugavi wa mafuta na gesi duniani umeshuka kwa kiwango kikubwa, hali iliyotatiza upatikanaji wa nishati hiyo kwa mataifa yaliyokuwa yanategemea mafuta yao kupita kwenye njia hiyo kuu. Na makundi. Katika hatua nyingine, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif, ambaye nchi yake ni mpatanishi mkuu katika mzozo kati ya Iran na Marekani, alikutana na kiongozi wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ikiwa ni katika mwendelezo wa kushawishi mazungumzo mengine ya amani baina ya pande hizo mbili.
Naam, msikilizaji, ni kwa taarifa hiyo ndio nami nafikia tamati ya makala ya yaliyojiri wiki hii. Naitwa Ruben Lukumbuka Ben Saleim. Kwa heri.